Ayuo TV, ulimwengu kiganjani. Mambo amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Shona fahaddith watu waifasiri ni kuieleza, lakini baadhi ya mashekhe zetu wasema fahaddith maana yake ni ku update, kwenda nazama. Maana sio sisi hataki mtoto mkulima awache kulima aingie kwenye ofisi. Tunataka mtoto wa mkulima shona aboreshe, maana sio au alime kwa njia za kisasa, awe na vifaa ambavyo kwamba vitasaidia kazi muda mrefu kufanyika kwa muda mfupi, maana sio kilimo kitakachopatikana kwa kiwango kikubwa zaidi. Atatumia pesticides ambazo kwamba hazitaleta madhara katika kama ni matunda ni mboga, maana sio ambao kwamba hatazihifadhi kutokana na wadudu na namna hiyo. Kwa hiyo ni kuboresha, ku-update ile njia, lakini sio kuacha, kwa sababu katika akhiru zaman tumeambiwa uchumi uko huko katika ardhi, katika ufugaji. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema faman kana lahu ardhun falyalhaq bi ardihi, yule mwenye shamba ama mwenye ardhi aende katika ardhi yake na shamba lake. Waman kana lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamihi, atakayekuwa na mbuzi aende kwa mbuzi wake. Na man kana lahu ibilun falyalhaq bi ibilihi, atakayekuwa na ngamia aende kwa ngamia wake. Yani kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anaturudisha huku mashambani, endeni mkafuge, endeni mkalime, kwa sababu kishakuwa huko utapata iktifaa dhati, kujitosheleza. Yani unahitajia wewe maziwa, utakamua mnyama wako. Unahitajia kula mayai, una kuku anayetaga. Unataka kula nyama, utachinja ule. Unataka mboga, unalima katika ardhi yako. Hakuna kitu chaitwa GMO za kuletwa hizi na watu wa magharibi, ambazo kwamba zinakata vizazi, zinadhoofisha genes na madhara mingi katika miili, kwa sababu ya propaganda yao ya kutaka kufanya tahdidu nasl, watu wasizae sana, maana sio. So utakula kitu chako ambacho kwamba ni organic, una kila kitu ambacho kwamba kinakuwezesha kuishi, maana na uko mbali na fitna za town huku, kwa sababu kuna pollution, kuchafuka kwa hewa, kuna miamala ya haramu, ya riba, ya kamari na nini. Kwa hiyo uchumi wa zama za mwisho kwa huko Mtume sasa anapotuhusia, maana yushiku yakuna khaira mali rajuli ghanamun, na karibia kuwa mali bora ya mtu, na karibia kufika zama ambazo mali bora ya mtu itakuwa ni wanyama wake na wafuga, maana yatba'u biha safa aljibali wa mawatin alqatr, nenda nao mbali kwa majabalini, kwenye maji huko, maana sio apate kusalimika, talimikie na dini yake, kwa sababu kipindi kigumu. Na Mtume ametuambia bi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya qalil, mtu atakuwa anauza dini yake kwa kitu kichache katika dunia. Akishapo kitu kidogo kwa tayari kuachilia akhlaq zake, kuachilia maadili yake, kuachilia dini yake na sheria yake, kwa sababu kitu hicho kidogo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe inshallah kurenew, na hii ni moja katika njia za kurenew kuwa na Ayuo TV. Manake da'wa zamani walikuwa wanasema al-ilmu yu'ta, elimu hufatwa, lakini hiyo mpito na wakati shekhe. Sasa hizi inabidi elimu iwafate wao. Ukisema utasubiri vijana waje msikitini usikilize darasa, hakuna mtu atakayekuja. Ni uende mule kama vile uchafu wafikia katika mikono kwa kupitia TikTok na nini. Hakikisha nawe huko na wafuata huko, akiscroll hivi anapambana na mawaidha, anapambana na darasa, maana hapo ndo anapata kukumbushwa na ku-update katika upande wa kusoma na kusomesha. Ni kuja na channels kama hizi ambazo kwamba zitaendana na zama hizi, ni zama za media. Maana zamani walikuwa wakisema annasu ala dini mulukihim, watu wako katika dini ya wafalme wao na viongozi wao. Lakini siku hizi annasu ala dini i'lamihim, watu wako katika dini ya media yao.
kile wanachokiona katika media ndo dini, wanakifata. Unaona, sasa huku tusitosheke kusema jamani uchafu ni mwingi katika social media. Mtume anatuambia man raa minkum munkara falyughayyirhu, anayeona munkar au badilishe. Angalia Mtume hakusema uondoe. Sasa hizi utasema unaondoa TikTok, uondoa vipi? Na si milki yako. Facebook, Instagram, kuondoa huwezi kuondoa. Unaona? Kwa Mtume hakutaka asla niondolewe, ametaka ibadilishwe. Unaona? Yani wewe mletee njia badala ambayo kwamba itamfanya shughulishe na kizuri badala kile kiovu. Unaona? Kwa hivyo pale pale anapopatiwa mabaya, pale pale anapopatiwa uchafu, unakuja na wewe unampatia mazuri, unampatia mawaidha. Kwa hivyo hii ni moja katika njia za ku-update. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema kama hii. Na maadamu imeasisiwa kwa ikhlasi, maadamu kusudio ni kumtangaza Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi itafika mbali inshallah. Mwenyezi Mungu atazidi kuikuza, Mwenyezi Mungu atazidi kuihifadhi, Mwenyezi Mungu atazidi kuipanua inshallah. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. AYUO TV, ulimwengu kiganjani.